ulivyosema, takriban siku 2 zikiwa zimesalia kuelekea Simba Day yenyewe. Tuanze na hilo ambalo inawezekana ndilo ambalo linasubiriwa kwa hamu, lakini kidogo unaweza ukasema sio kama ilivyotarajiwa ama sio kama ambavyo imekuwa ikitokea kwa misimu iliyopita. Maana yake zile hamasa, ile attention ya watu kuelekea, inawezekana kwa sasa sio kwa kiasi kile. Kama umeliona hilo, shida ni nini? Ya, ni sahihi na kiangalia kwa ni misimu hivi karibuni iliyopita, walau kuna namna ambavyo tulikuwa tunaona watu wakichangamka, hususan kwenye idara za upande wa timu zote mbili. Kwa upande wa Simba namzungumzia idara ya meneja habari na mawasiliano wa Simba, kwa maana ya Ahmed Ally, alikuwa akifanya kazi kubwa sana hata kabla ya kuja yeye. Kwa tunamwona pia Haji Manara namna ambavyo alikuwa anafanya, lakini kwa hata msimu uliopita kuna namna ambavyo hamasa zilikuwa nyingi sana, lakini kwa msimu huu au msimu unaoanza kuanza kuna namna hivi pressure imeshuka, lakini pia ile tunasema hamasa kuhamasisha watu kwamba tuna tamasha letu, tamasha la Simba Day na jumuisha watu wengi, kuna namna hivi imepungua nguvu. Sijajua shida ni nini, pengine sijajua shida kubwa ni nini, lakini kwangu mimi naweza nikasema pengine ratiba imebanana hapa na pale, kwa sababu mfano Simba hawajapata muda wa kusema kwamba tutapata muda pengine wa kutulia na kuseti ratiba yetu ikae vizuri. Ligi imemalizika, kaingia pia mambo ya kuanza usajili. Kwenye usajili akaingia sijui mashindano ya Sekafa Kagame Cup, akaingia sijui uzinduzi wa Simba Day, wiki ya Simba Day kaingia pia mambo ya kuzindua jezi. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ratiba imebanana sana. Na kwa nini nimesema hamasa imekuwa ndogo sana? Kwa sababu Ahmed Ally hajapata muda pengine wa kusafiri kwenda kwenye matawi mbalimbali kwenye mikoa mingine. Hamasa kubwa ambayo ameifanya ni Dar es Salaam sana, lakini pia kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba Day ambayo walifanyia Ngorongoro. Yes, hapo ndo walifanya hamasa kidogo kuhamasisha. Nafikiri jana pia walikuwa wanafanya maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam kwenye mitaa mbalimbali. Kwa hiyo unaona anajaribu kuendana na ratiba ambayo wameweka kutokana na namna ambavyo matukio yamebanana, lakini ile hamasa kwa namna imepungua. Nafikiri mzigo ameubeba yeye. Ukisema hamasa unalenga upande gani hasa? Kwa maana watu waliopo labda wa kumpa support Ahmed Ally ni wachache, au kwenye issue ya muda, kwa maana kwamba labda huyu angekuwa sehemu fulani kama ulivyosema anahamasisha huku, lakini mwingine yuko sehemu fulani, inaweza kanoga zaidi. Nilikuwa nakuja hapo kwamba ufinyu wa watu ambao wanamsaidia pengine Ahmed Ally, kwa sababu yeye amekuwa mzungumzaji sana. Ukiachana na yeye ni wachache sana ambao unaona wanaizungumzia Simba, tofauti na mfano Yanga wanamzungumzia Ally Kamwe, utamuona Privadinho ataingilia kati atazungumza, utawaona wengine ambao wapo pembeni watazungumza pia, watatoa hamasa, kina Roatani watatoa hamasa. Lakini kwa Simba Ahmed Ally ni kama amepewa mzigo mkubwa sana kuizungumzia Simba, kuhakikisha wana Simba na wajumuisha pamoja. Imagine hakwenda Rwanda kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup, akabaki Tanzania kwa ajili ya kuweka hamasa, walau kwenye siku ya uzinduzi wa wiki ya Simba Day watu wapatikane. Wamepatikana, wale ambao wamepatikana bado anaendelea kuhamasisha kwenye maeneo mbalimbali, lakini mengi anafanya akiwa Dar es Salaam kutokana na ufinyu wa watu kwenye nafasi aliyopo yeye. Nimeona pia Simba amejaribu kutumia wachezaji wa zamani, Maligent, umemwona pia jana Emmanuel Okwi, Medi Kagere, wamejaribu kuwatumia hao ambao pengine wana platform kubwa, ni watu ambao wamefanya vizuri ama wachezaji ambao wamefanya vizuri wakiwa na Simba, walau kuona kama kuna uwezekano wa kuwaita mashabiki ama kuwapa ule mvuto kwamba yes, kumbe tukienda kwenye tamasha la Simba Jumamosi
utapata kitu hiki, utapata utofauti huu. Yani tutaenda kuona utofauti wa Simba Day ya mwaka huu na utofauti wa Simba Day ya mwaka uliopita. Lakini ukitazama kwenye engo nyingine ya hamasa, inawezekana kwenye uhalisia wa kawaida kweli hamasa haionekani, lakini kuna yale matarajio kwamba inawezekana kweli watu walishahamasika mapema kwamba tarehe ilishatolewa, labda viingilio vilishatolewa, watu wanajua wajibu wao. Ile Jumamosi inawezekana ikaja kuwa surprise kwenye ishu ya sajili. Watu ambao wanaamini kwamba tamasha kitu kizuri wanasema kinajiuza. Maana yake ukiangalia kwenye upande wa sajili ambazo zimefanyika, ukaangalia na hizo hamasa ndogo ambazo tunaona kama zimefanyika ni ndogo, lakini tukatazama pia mapenzi ya watu walionayo kwa klabu yao kama Simba, inawezekana pia Jumamosi ikaja kuwa tofauti na ambavyo kwa asilimia kubwa wengi wanadhani. Somehow inaweza ikatokea, lakini kwa mashabiki wa Tanzania the way ambavyo nimefanya investigation ndogo sana, ama observation ndogo, mashabiki wa Tanzania wanahitaji sana kusukumwa zaidi, kupushiwa, kukumbushwa. Na mbaya zaidi kwenye misimu ya nyuma kuna utaratibu ambao ulikuwepo kwamba yani wachezaji hawatawatambulisha wote. Yani walikuwa wanasubiri wanasajili kwanza wachezaji alafu wanakuja kuwatambulisha kwenye siku yenyewe, lakini kwa misimu ya hivi karibuni mchezaji anasajiliwa, anatambulishwa kwenye social platform, kwa maana mitandao ya kijamii, utamwona kwenye michezo ya kirafiki, utamwona kwenye maeneo mbalimbali tofauti na nyuma mtu alikuwa anapata hamasa, anahamasika nini nikamwangalie labda Ibrahim Dumbia yukoje. Maana yake kinachokuwa kimebaki ni alishamuona kwa sura, ameshamuona kwenye mazoezi, anataka kumuona wakati ambao timu yake sasa inaanza rasmi, kwa sababu kisha cheza ule mchezo wa kirafiki ndio kuelekea kwenye mashindano kwenyewe. Sahihi. Kwa hiyo nimetolea mifano ya misimu ya nyuma kwamba walikuwa wanachagizwa na vitu hivyo, kama mashabiki wanahitaji kupushiwa zaidi, kukumbushwa kwamba bwana tuna jambo letu, na hii imekuwa ikijirudia pia. Unaona kila siku wanatoa hamasa, tunakumbushana ni mambo kama hayo, lakini nafikiri mvuto umeendelea kupungua kwa sababu ya hicho kitu, kwamba wachezaji watasajiliwa, watatangazwa, lakini muda huo kuna wengine utaona kwenye mechi anacheza, mfano wa Simba wamesajiliwa, watu wameona kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup. Kwa hiyo kuna namna inapunguza radha. Na ukiangalia mpinzani ambaye anaenda kucheza naye Simba ni Polisi ya Kenya. Kwa hiyo mtu akiangalia Polisi Kenya, akaangalia wachezaji amewaona, anasema ngoja nisubiri mchezo wa tarehe 12 ama nisubiri ligi ianze nianze kuangalia kwenye michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo kitu kipya, nione hamna kitu kipya. Lakini unajua ili mtu uweze kumshawishi, tunarudi pale creativity, matukio yako umeandaaje, ubunifu wako utakuwaje? Sasa inawezekana pia ubunifu mwingine ambao umefanyika huku kwenye week ukawa umeisha, labda tuseme ndo unaelekea kumalizika, kwa maana nafikiri kesho ndo itakuwa mwisho. Alafu sasa tunasubiri ule ubunifu wa siku yenyewe, sahihi, ambao watu inawezekana ndo wakawa wanausubiri zaidi, kwamba either inawezekana surprise, watu wakaona kitu kipya labda ambacho hawakutarajia, kama ambavyo nilikuwa nakwambia kwamba inawezekana tukaona hamasa ni ndogo, lakini watu wakawa wanaitikia kwa ajili ya kuona kila ambacho kitaendelea. Nafikiri kwa bahati mbaya sana mashabiki na wanachama na wadau wa soka tumekuwa na mlinganisho. Yani mlinganisho, comparison. Mtu anasema ngoja nione Simba Day ya mwaka huu itakuwaje, kisha tokea tu wanaanza kulinganisha matukio. Maana Simba Day ya mwaka huu ratiba ilikuwa hivi, waliboresha hapa, ila hapa wamebuyanga nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo, comparison, kuanisha vitu kama hivyo ndio vinachangiza pengine mambo yaweze kuwa mazuri sana.
Ndicho ambacho kinasubiriwa na wapenzi wa soka, lakini pia ndicho ambacho kinasubiriwa na wanasimba wote ambao wapo nchini Tanzania, lakini pia ambao wapo nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini nilikuwa kabla hatujalifunga hii, nilikuwa naangalia kwamba inawezekana pia hata uwanja ukawa sababu pia kwenye issue ya wingi wa watu wanaoingia pale, kwa maana ya uwanja wa Uhuru. Sahihi. Watu wamezoea Benjamin. Watu wakiingia pale wakajaa, utaratibu wa kuwaweka Uhuru wakawekea big screen unakuwepo, lakini kwa sasa naona kama ambaye atakuwa amebahatika ni huyo ndiye ambaye hatabahatika, wengine watabaki kwenye runinga. Hii pia issue, kuna namna mimi nikiona kama hivi kinachonijia ni kwamba hizi timu pia zinatakiwa kujitathmini kwamba na sisi tuwe na cha kwetu ambacho tunaamini akitoleta na mgongano. Na mbaya zaidi ni kwamba imagine tamasha la Simba Day linakuwa lina uwezo wa yani mashabiki ambao wanaweza kujitokeza zaidi ya mashabiki 60,000. Sasa ili Simba wajenge uwanja ama Yanga wajenge uwanja, lazima wajenge uwanja ambao una capacity ya watu 60,000 au walau nusu yake, ama nusu yake walau 30, ili walau hiyo nusu wanaimudu kwenye uwanja, alafu nusu wanaangalia kwenye TV. Mfano uwanja wa Uhuru ambao tunazungumza ambao utatumika unabeba watu 20,000. Kwa hiyo 60,000 kwa 20,000 watu kama 40,000, robo tatu yote inabaki. Robo tatu inabaki. Kwa hiyo na hiyo pia inawezekana ikawa ni sababu, mtu anajiuliza kuna msukumano hapa na pale kwa mwenye tickets kuingia sijui nini, watu wa 20,000 umezoea. Hao sio wa Dar es Salaam tu. Yes, wapo mkoani, umezoea Benjamin Mkapa, watu 60,000 unaweza kupata nafasi ya kuingia bila kupata bugudha, lakini watu 20,000 inabidi wipe tena mapema, chukue nafasi yako, purukushani za hapa na pale, kufungua mageti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anaangalia situation kama hizo, anasema ngoja nitaangalia kwenye runinga. Lakini unachosema ni sahihi, ukiwa na kitu chako kuna namna kinakutengenezea urahisi. Hata kama utapata watu wachache, ila una uhakika kwamba unachokiingiza ni cha kwako. Sahihi. Ndicho ambacho kinaendelea kwa Wekundu wa Msimbazi, lakini tukiwa tunamalizia pia kuelekea Simba Day, tayari wameanza kutoa baadhi ya watu ambao wataperform katika issue ya burudani, kwa maana ya wasanii main artist, kwa maana ya msanii ambaye atakuwa ni main ama mkuu atakuwa ni Ali Saleh Kiba, Ali Kiba kama kawaida hao. Lakini pia wapo wasanii wengine ambao wameorodheshwa hapa. Namuona Chino pia yupo, lakini pia wapo wengine akina Wiz MP. Huyu ni mkali wa freestyle. Yaani huyu akikuangalia tu bwana Jerwini anaanza kukuchambua wewe ni nani. Yaani sio wala ambao wanasubiri kuandika labda akae andike. Yaani yeye akisha kuangalia tu kali wa freestyle. Lakini pia nimeona Msaka Daile pia atakuwepo, lakini pia kuna Simarela pia atakuwepo, lakini pia Adam Mchomvu atakuwepo pia. Wapo pia DJ Rich Msafi pia atakuwepo, Tumbuiza. Sahihi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Ukiangalia hapo pia unaweza kupata kama watakuwa na nyongeza pia wataongeza, lakini kwa wale ambao wamewaweka hadharani ama bayana ni hao ambao wataperform. Kwa hiyo ni kitu cha kusubiri na kuona kwenye upande wa creativity itakuwaje, lakini pia kabla hata ya mchezo wa kirafiki wenyewe kuchezwa, basi watu watakuwa wamejua ni kipi ambacho kitaendelea. Hiyo ni Simba Day ambayo kuna mdau pia ipo na sisi alikuwa anauliza pia